Kitabu cha Ufunuo. Tulikuwa mwanzoni kabisa tulianza kuzungumza juu ya kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso, tunajua kwamba kitabu cha Ufunuo kinaanza na dibaji iliyo refu sana. Dibaji hiyo inashika ile sura ya kwanza yote, ni dibaji, ni kama utangulizi mkuu ambapo anaeleza ufunuo umetoka wapi na umelengwa kwa nani. Tumeambiwa kwamba umetoka kwa Mungu ukakabidhiwa kwa Kristo. Kristo amekabidhi kwa kwa Yohane, na Yohane amekabidhi kwa malaika, na malaika akakabidhi malaika wa mkanisa. Kwa ameeleza hivyo, na alafu akatueleza Kristo ana sifa gani, na tumeziona hizo sifa. Mojawapo ni hiyo ya mfalme mkuu. Mfalme pia ana sifa ya kuhani mkuu, eleza huko. Na tumeambiwa kwamba kitabu hichi kina hakisomwi kwa mtu binafsi. Kinasomwa katika jamaa, katika jumuiya, ili wasikie. Sio wasome, hapana, ni ya kusikia. Nasomwa mbele za watu katika makanisa. Na tumeambiwa haya makanisa ndio yaliyoandikiwa hiki kitabu. Makanisa hayo, na makanisa hayo ni haya 7 ambayo yanaanza katika sura ya pili. Sura ya pili na 3 ya kitabu hiki inaongelea haya makanisa. Na barua hizi zimeandikwa, yani amesema barua hizi zimetumwa kwa makanisa. Ikitumwa kwa kanisa moja, imetumwa kwa makanisa yote. Inaonekana kwamba barua hizi zingezungushwa kama vile tunavyoandikiwa na Papa, encyclicals zinazunguka kanisa zima la ulimwengu. Kwa hiyo kanisa moja linawakilisha makanisa yote. Sasa katika kanisa hili tunajua sisi kanisa kwa wakati huo lilikuwa na wakilishi, lina maana 2. Kanisa la mahalia, Efeso, Tiatira, Philadelphia, Pergamo na kadhalika. Lakini pia lilikuwa na maana ya kanisa moja linawakilisha makanisa yote, yani universal church. Na kanisa mahalia na kanisa zima linawakilishwa, na ndio maana ni 7. 7 ni namba ya ukamilifu, namba complete, a complete number. Pia universal ni kanisa, ni namba inayowakilisha yote. Universal as well as complete. Lakini pia kanisa ni mtu binafsi. Una hiyo zongazi, kuna kanisa universal church, alafu kuna kanisa mahalia, alafu kuna kanisa mtu binafsi. Barua hii ikiandikwa, inaandikwa kwako pia. Therefore you have to go into yourself and find out whether you belong to which church. Wewe uko kanisa gani? Makanisa haya yamewekwa kwa mpangilio, yanazunguka. Huko mashariki ya sio ya kati, minor, mashariki ndogo. Mashariki ndogo, haya makanisa yamezunguka kwa mviringo, hata yapo mpaka leo. Magofu yake yapo. Sio hayasimami tena of course, lakini magofu haya yapo. Imezunguka kama vile pia. Kwa hiyo huyu anayetoa ufunuo Yohane ameambiwa apeleke kwa kila kanisa
kwa mzunguko, kanisa la kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano. Yapo kweli, lakini kila kanisa linawakilisha kila mtu. Kwa hiyo barua kwa Efeso sio kwa Efudi kwako, na kanisa kwako wewe sio kwako tu, na kwa yule na yule. Kwa hiyo pale kanisa la Morogoro Universal, yani hapo kuna local church, the personal church or individual church, local church and the universal church. Kwa hiyo hii picha tunayopewa katika kitabu cha Ufunuo, message, ujumbe unaotumwa ni kwa kila mtu binafsi, kwa kila jumuiya katika kanisa ya jumuiya, katika parokia, katika jimbo, katika kanisa la Tanzania, kanisa la Afrika Mashariki UMISEA, katika kanisa la Afrika na kanisa la dunia. Kila kanisa linaalikwa kujitafuta liko wapi, kwa sababu kila moja linapewa heshima na wasifu wake. Huu wasifu ni mwaliko wewe kujitafiti, unastahili. Sasa tunaanza na kanisa la Efeso, lina wasifu wake, na vizuri sana tukisoma, si kama mna Biblia zenu, ingekuwa vizuri kwa nayo. Akianza hii sura ya pili, ikianza pale sura ya pili, anaanza kwa kanisa, ujumbe kwa kanisa la Efeso. Sasa kwa Kiswahili nisome Kiswahili. Ninasoma kwa sababu ujumbe huu si na kwa kweli Yohana alipokuwa anaandikia kila mmoja pia, kwa sababu kila mmoja kama nilivyosema ni kanisa. Sasa tukianza sura ya pili, inaanza sura ya pili aya ya kwanza mpaka aya ya 7. Ya? Sasa kuna mmoja mnaweza kuanza kunisomea pale kusaidia kusoma. Sura ya pili aya ya kwanza mpaka ya 7. Sura ya pili aya ya kwanza hadi ya 7. Kwa malaika wa kanisa la Efeso andika: mimi nishikaye zile nyota 7 katika mkono wangu wa kulia, na ambaye hutembea katikati ya vinara 7 vya taa vya dhahabu, nasema hivi: najua mambo yako yote, najua bidii yako na uvumilivu wako. Najua kwamba huwezi kuwavumilia watu waovu, na kwamba umewapima wale wanaojisemea kuwa mitume na kumbe sio, ukagundua kwamba ni waongo. Wewe unayo saburi, umestahimili taabu nyingi kwa ajili ya jina langu, wala ukuvunjika moyo. Lakini ninalo jambo moja dhidi yako: wewe unipendi tena sasa kama pale awali. Basi pakumbuke pale alipokuwa kabla ulipokuwa kabla ya kuanguka, ukatubu na kufanya kama ulivyofanya pale awali. La sivyo najua kwako na kukiondoa kinara chako mahali pake. Lakini nakusifu juu ya kitu kimoja: wewe unayachukia wanayotenda Wanikolai kama ninavyo yachukia mimi. Aliye na masikio basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Mshindi nitamjalia kula matunda ya mti wa uhai ulioko ndani ya bustani ya Mungu. Asante sana. Ndio ujumbe wa kanisa la Efeso kwa Waefeso. Katika mpangilio wa barua hizi unafanana. Manake the structure of all the letters sent to these churches is almost the same, almost. Huwa anaanza na address, anwani, ni nani. Huwa ndio anavyoanza, ni nani.
Mungu anamjua kila mmoja. Kwa hiyo anaanza na jina lako. Anajua kila kitu kuhusu sisi. Kwa hiyo anaanza na jina lako. Wewe William. Ninakuandikia wewe William. Efeso. Naandikia kwa kanisa la Bigwa. Naandika kwa kanisa la pale nyumbani kwako, kanisa linalokaa kwa nyumba ya Alois au Paulina. Kaa kwenye kanisa la pale nyumbani. We call it the house church. The house church. Ambao ndio ilivyoanza hivyo kanisa. Ilianza makanisa kwenye nyumba la Chloe, labda kanisa la Alexander, nyumbani wanaokutana. That's the church. House church. Halafu ameanza na jina la mtu binafsi. Halafu anapanua, anaenda kwa kanisa la Morogoro, yaani Efeso. Na hilo kanisa la Efeso linawakilisha kanisa la Tanzania kama nilivyosema. Na kanisa la Tanzania lina ile sura ya kanisa la Afrika Mashariki, UMESEA. AMESEA inaitwa AMESEA, sio UMESEA, AMESEA. Kanisa la AMESEA linawakilisha makanisa ya Afrika. Na Afrika lipo katika makanisa ya dunia nzima, Universal Church. Kwa hiyo tunapozungumzia Efeso, kile kinachosemwa Efeso, barua ile, encyclical ile, inazungushwa kwa makanisa yote. Inakuhusu mimi, kanisa langu la nyumbani. Kule ninapokaa, hata ningekaa kwenye shimo, nimekuandikia mimi. The King of Kings has written to you. Na anakujua, hata ungejificha wapi, anakujua. Kwa hiyo ukisikia anavyozungumzia confidently, he knows, anafahamu kila kitu kuhusu mimi. Kwa hiyo huwezi kujisema sio mimi. Ndivyo ilivyo hizi barua. Kwa hiyo anaanza na address. He addresses you, in particular your name and your location. Uko wapi? Anatamka. Alafu anasema, anajitambulisha. Kwa hiyo ya kwanza anakutaja. Hakuna ambaye Mungu hamjui, hakuna haiwezekani, hata kama angefanya nini. Kwa hiyo anaanza na address, kwa address wewe. Kwa hiyo jina la anaandikiwa. Alafu linalofuata anasema yeye ni nani, anajitambulisha. The one who is writing to you, the writer, anajitambulisha. Na utambulisho wake utakushtua, kwa sababu utambulisho wake unaendana na maisha yako. Anajitambulisha kadiri ulivyo wewe. Hawezi kujitambulisha kama mimi ni boxer na anajua wewe you don't know even boxing hujui. Au anajitambulisha mimi nacheza hockey na hata jina hockey hujui. Hajitambulishi kama mimi ni muendesha ndege na anajua hata ndege hujui ni nini. No. Anajitambulisha kadiri ulivyo. That is therefore, kwa hiyo Mungu anakuja kwako kadiri ulivyo. Haji kwa kukushtua. Usitegemee mambo ya ajabu. Kuona mambo ya ajabu atakuja washe mwanga na mienge. That's the imagination we have, and that's the picture those false prophets give us. Watu wanao manabii wa uongo wanatupa picha ya Mungu kututisha. Hapana. He comes very low to you. You particular, and you must know me. Kwa hiyo utaona Yesu anajitambulisha kadiri ya maisha unayoishi. Na kwa hiyo tumtafute katika yale tunayoyaishi. You should not look for him in the, tunaenda kwa Rais Samia huko, anasio anatembelea wapi huko sasa hivi. Unaenda kumtafuta, labda yuko kwa Samia, sio kwangu. Yuko pale uani kwako. Kule Kimoja, wetu tunaita kule ambako unaweka maziwa pale. There he is, and you must see him there. Mimi naekaa kule Mbariko, kwa kule kwenye mafiga yale unayopikia.
Sio hawezi kuambia mimi ninapikia majiko ya umeme. Modern times, yes. People like my friend Novat, he has mashine ya kupikia. Akija anasema anaweza kuamuru tu kama Ulaya huko, anaamuru tu washa mashine na waka yenyewe. No, that's not the way God takes us. Anachukulia katika hali yetu. And therefore, we should not look for him away from what we do, away from what we live, the life we have. That's where he reveals himself. Kwa hiyo tusikilize anapojitambulisha, anajitambulisha kadiri ya maisha ya Waefeso. Na itawa strike sana. Kwa sababu sometimes we look for him outside our ambit, outside of our environment. No! Sio kwenda kumtafuta Mungu mbali. Tafute pale nyumbani. That's what he's telling us. Ndiye anatuambia. Watoto watamtambua Mungu kama mtoto. Vijana watamtambue Mungu kama vijana. In their environment, in their life setting. Wazee wamtambue kama utembei, uwezi kutembea sawa sawa, mambo yameshaharibika. Then you should also see him there. He is an elder and he knows you in and out. Anakufahamu katika mateso na mahangaiko ulionayo. Unatembea tendo ni haiendi tena sawa sawa. He knows it. So he will address himself as an elder. So kwa hiyo ndio hiyo mambo haya yaeleweke. Structure hii ni muhimu sana. Alafu anatuambia anaandikia malaika. Sisi tumezungumzia juu ya malaika pale mwanzoni. Kumbe anatupa sifa ya ajabu kwamba katika kanisa letu tuna malaika. You must think of that. Pale nyumbani kuna malaika. The church, in your heart, is there an angel in your heart? You as a temple of God, as a church, mimi binafsi, do I have a saint? Can he call me the saint of William? The angel of William? Au hatahitaji? Do I have an angel in me, with me, who can be accused with me or glorified with me? That angel who can identify himself with me. Yani yule angel, yule malaika wangu anajitambulisha, anajisifia mimi. Sijui bwana. Ndio hizi barua tunapita juu tu, lakini they are meant to animate and to kutuchambua kweli kweli. Kwa hiyo barua kwa Efeso, walipokuwa nasikiliza walikaa kimya, wengine waliingia mvunguni au namna gani, kwa sababu iliwagusa sana. Alafu kwa hiyo ile anasema address, and that address he addresses it to the angel of that particular church. And who is that angel? Where is that angel? He is with you and in you. Alafu anajitambulisha. Kwa mfano hapa anasema, kwa Efeso hapa amesema maneno ya yule ambaye anashika nyota 7. Anajitambulisha kadiri ya maisha ya unayoishi. Yule anashika nyota 7 katika mkono wake wa kulia. Na anayetembea kati ya ya mishumaa 7 iliyopo ndani ya kanisa lenu. Sasa Mungu hatafuti mahali pengine. He is walking with you. Yuko kule jikoni, yuko kule chooni, yuko kule everywhere you walk in or out, he is there. That's how he addresses all. He identifies himself. Is self-presentation, anavyojiwasilisha kwako. Kwa hiyo haya ni hii unaposoma Biblia, jamani, naomba tu. Tunaposoma maandiko matakatifu, usidharau. Na ndio maana hatupati yote yanayotakiwa yalivyo. Usidharau structure, yani muundo wa ile habari. Ameiundaje? Huyu mwandishi ameiundaje?
Tusidharau, na ndio kazi ya kwanza tunayofanya kwa wale ambao unawafundisha exegesis, the structure of the pericope. Usiniandikie chochote kabla hujaniambia structure yake ikoje. Na ndio tunayoanza nayo, kwa sababu hapa hatufanyi exegesis full, kwa sababu itahitaji mambo mengi. Lakini huwezi kushindwa kujua hii barua imepangwaje, mpangilio wa hii barua. Ushindwe kuona huyu ananiandikia sasa mimi, alafu anafuata yeye anatambulisha, alafu ananifafanua mimi ni nani, yeye ni nani. Unaangalia tu hiyo mpangilio. Hata unaposoma kabla hujaanza bla bla huko kwenye jumuiya huko, watu mimi nimeguswa na hiki na nini, umeshajua amepangiliaje ile kisehemu ninachosoma kimepangiliwaje. Yes, ni important. Ni hatua ya kwanza ya awali kabisa ya kuweza kusema chochote kuhusu hicho unachosoma katika maandiko matakatifu au any document that which is important. Kuangalia kwanza kwa ujumla, amepangiliaje huyu jamaa, ameanza na hiki na hiki na hiki na hiki. Kile cha kwanza ni very important, cha pili kinafuata. Alafu unatafuta ujumbe uko wapi. Hapa sasa ameandika ujumbe upi? Baada ya ujumbe ana mawazo tofauti. Alafu unaangalia ametoa conclusion yake, yani conclusion kwa Kiswahili, hitimisho lake likoje? Je, ana maonyo, mawaidha ndio anatolewa mwisho? Na amefungaje, amehitimishaje? Basi nikishajua structure, nikishajua mfumo, mtindo, au sio mnahitaji mfumo, the structure, namna alivyofanya, ninaanza kuichambua sasa barua. Naanza na alivyoniita mimi, ameniita nani? Pengine sio mimi, najiingiza kwenye sehemu ambayo sio mimi. So hapa ameanza na Waefeso, na nawaambia ameanza kwanza, amejitambulisha mwenyewe, self presentation. Na hapa nimesoma tu kidogo kwamba yeye amesema ni yule ambaye anashika nyota 7 mkono wake wa kulia. What does it mean? 7 nyota. Alafu akasema ni yule ambaye, huyu ananiandikia, ni yule ambaye anatembea katikati ya vinara 7 vya dhahabu vile, golden candelabra, vinara. Sasa huyu anayetembea katikati ya makanisa yote, kwa sababu kila kinara ni kanisa, ni kila kinara. Na nimesema kanisa lina sehemu zile zake: kanisa la mtu binafsi, kanisa la familia, kanisa la mahalia la jumuiya, ile jumuiya mahalia pale, kanisa la parokia. Anatembea kwenye parokia zote, hakuna mtu anaweza kujificha. Kanisa la jimbo, kanisa la Tanzania, anajua kila kitu. Sasa hapo nasema, hapa naweza kujisifu mbele yake? Ngoja tusikiana tuambia nini. Haya, alafu baada ya kujitambulisha anatoa tathmini ya maisha yanayoendelea pale. Sana itambua, amesema mimi naye pita katikati. Huwezi kusema kuna kitu ambacho hakijui. He walks among the candelabras. Anatembea katikati ya vinara vile vya yani moto. Anaona hiki kimewaka au kimezimika, anakiwasha. Kwa hiyo he knows everything. Kwa hiyo anasema anatoa kama hukumu, yani tathmini ya yale yanayotendeka katika hiyo kanisa. Na Waefeso wamesifiwa, wana bahati kweli. Sijui sisi tutapata sifa yote, sijui. Alafu akaeleza pia kasoro. Amewasifia, na Mungu ndivyo alivyo. Mara nyingi sisi tunapoenda kuungama tunaanza na yale mabaya tuliofanya tu, instead of even saying I thank God for having done this. Neema zake. Huwa namuuliza mmoja, yani kufanya chochote tena, yani Yesu ameshindwa kwa kila kitu.
You see only the negative. No, sometimes, brothers and sisters, we have a lot of good things we've done. Hata ushauri mzuri, hata kukaripia mambo ambayo ni mabaya siyapendi na wao, na watamwambia watu hii mimi sipendi kwa kweli, tuache haya mambo hivi au tuelekeze hivi, au nimetenda kitu acha, hata kama ni shilingi 5 nimempa mtu. Those things are never forgotten because the Lord passes among and in within. Yuko kule nyumbani kwako, hata zizini, hata unapo tunza kuku na ng'ombe, he is there, he is seeing everything. Kwa hiyo he knows how we are and what we are. Kwa hiyo ni very positive. Alafu baadaye anakosoa, toa tathmini. Nyinyi bwana, wewe unawachukia wale na wachukia mimi pia, na kusifu. Najua unavumilia, na mimi napenda sana uvumilivu wako. You see? Kwa hiyo anaona unaamka asubuhi, unakimbilia kanisani au unapiga magoti ukasali, even sala fupi tu, hata tukuzwe moja tu, that you thank God for having you wake up and you are still alive. Unamuomba, ninaomba uwe nami siku nzima, ninaenda kufanya hiki, ukifanikishe Bwana nikukabidhi wewe. That prayer he appreciates and he knows, so unaniweka katika maisha. Kwa hiyo the whole hii sala hizi barua zitufundishe maisha kwa kweli. It's a reflection of what John says, kwamba Mungu anaona kila kitu. Ameshampa sifa nyingi pale. Kama ni hiyo mesema Pantokrator ni mfalme wa wafalme. Ndio maana yake hiyo sikukuu ya leo. Alafu anatoa tathmini yake, positives and negatives. Kuna vitu vimefaulu anavisema. Unashangaa kumbe alikuwa anaona. Mimi nilifikiri havina maana. Hapana. He sees them. Alafu vile vitu ambavyo umefeli anakukumbusha. Wala hakukaripii, anakukumbusha tu. And he doesn't tell you you know what to do, kwa sababu wewe ni mfuasi wake, ni mtoto wake. Kwa hiyo anakukumbusha tu. Angalia, hakuambii ufanyeje, anakuambia tu mimi upendo ule uliokuwa nao zamani umepunguka. Ulikuwa unaamka unanikumbuka, sasa hivi as if I don't even exist. What happened to uangalie sasa, ujichambue. Alafu akimaliza hapo anatoa vitisho. Tuombe tupate vitisho, atutishe, kwa sababu natisha kweli. Anasema nitakuja na utaona mambo yako, nitaondoa kinara chako. It scares, inatutisha akikwambia kwamba angalia, usiporekebisha haya ndio sema nitakuja na nitakuondoa kwenye hadhi yako, au utakufa, au utatembea uchi. Anawaambia wengine kwenye makanisa haya, you will walk naked. You thought you have clothes but you are naked. Hey! Kwa hiyo anatoa vitisho. Baadaye katika mtiririko huo wa mfumo wake wa kuandika hizi barua huwa anatoa kama onyo. Tunaita exhortation. Manake anasema mwenye masikio na asikie. Kuna thawabu, atakayeshinda atapata haya. Alafu anafunga anasema mwenye masikio na asikie, anakaa kimya. Ndio barua yake. Kwa hiyo mimi ningeomba mnaposoma kitabu chochote au hata kisemu kidogo tu, before you shout and open your mouth and say the Holy Spirit is working with me, no. Mungu amekupa akili. Na anavyoandika pia aliandika akijua wewe ni wewe utasoma au yule. Kabla ya kuongea, hebu angalia ameandikaje. Ameandika katika mtiririko gani? Hiyo tunaita ni structure of the pericope you are dealing with.
ni kitu cha kwanza na wakumbusha. Kwa kawaida wale kuna mmoja amekuja kwangu akaniambia, sasa naomba unifundishe namna ya kusoma neno la Mungu. Na hapa nimeshazungumza, lakini miaka mingi iliyopita, wengine hawakuwepo, ni wapi. Huwa tunafundisha kwa kitu wanachoita Lectio Divina. Kama mmeshasikia mshemasi, Lectio Divina ni nini? Wengine tunafanya Lectio Divina, manake kusoma kwa ajili ya kiroho. Kuna kusoma kwa ajili ya kujua inquiry, kujua vitu. Lakini pia kuna kusoma kwa ajili ya kukua kiroho. That's Lectio Divina. Manake neno la Mungu. Kusoma neno la Mungu. Unasoma Lectio ni reading, divine reading. Na hiyo kuna hatua zake. Itabidi labda nirudie siku moja tena, sababu wengine ni wapya, namna ya kusoma neno la Mungu. Na ninasikia wengi sana ongea huko, naongea tu na jinsi lakini hakuna uhusiano na ile somo. Kwa hiyo ni muhimu hiyo. Sasa hii ni hatua ya kwanza katika Lectio Divina, kuangalia jinsi somo lilivyoandikwa, hiyo sehemu unayosoma. Baada ya hapo ndio unaanza sasa hatua ya pili, kuchambua lugha. Sisi tunafanya hivyo, lugha. Na lugha ya hapa ni lugha ya ukufunuo, ni lugha ya ishara, semeion, manake is symbolic and sign language. Ndio lugha ya ufunuo. Na tujue kwamba anachosema lazima ufikirie ni ana maana gani. Sio akizungumzia kuhusu hapa kwa mfano hizi anazungumzia vinara vya taa. Vinara unafikiri kule Efeso ilikuwa kwa vinara vinazunguka, no? Ana maana nyingine. Kwa hiyo ni symbolic, metaphorical language. Kwa hiyo lazima uchambue lugha yake. Anatumia lugha gani? Hii lugha ni plain language au symbolic language? Kumbe katika kitabu cha Ufunuo tulianza zamani, ni kitabu cha ishara, cha alama. Lugha ile lazima usimame ujiulize ana maana gani. Na katika kitabu cha Ufunuo akizungumzia taa, ina maana gani taa? Akizungumzia mwanga, ina maana gani? Akizungumzia giza, ina maana gani? Akisema malaika, ina maana gani? Sasa tuzungumze hilo. Alafu baada ya kuanalyze, yani kuchambua lugha inayotumika, ndio unaanza sasa kuzungumzia maana ya kila kipengele kinachozungumziwa, yani sentensi au aya kwa aya. Kila aya unaichambua, kila aya unataka kujua hiyo aya imeandikwa kwa nani, inazungumzia nini, ina maana gani. Baada ya kusoma yote mara moja, mbili, tatu, kwa sababu unapoangalia lugha lazima urudie mara kadhaa. Ndio unaangalia sasa hii lugha ina maana gani, ana maana gani. Kwanza tunapochambua, kuna watu wawili, even wengine wamesema watatu, wanaohusika katika kila neno hili. Lina kwanza, alikuwa anawaandikia watu gani? Yani yule msomaji wa kwanza ni nani? Sio wewe bwana. So we call them the first reader, the intended reader. Tunaita intended reader or first reader. First reader ni wale waliokuwa Efeso wakati ule, sio wewe. So tunajifanya sisi ndio tunaandikiwa. Wewe alikufahamu? Yohane akufahamu wewe, Mswahili unayekaa huku Tanganyika, tena vijijini huko, hata Kigiriki ukijui? Hakukuandikia wewe. Watu aski unaweza kusoma, hata nikisoma hapa tu angelo te ente Efeso,
utasema unajua kitu gani? Kwa hiyo hakukuandikia wewe bwana. Na kuna mmoja nilimwambia kati ya walokole wale wanakuja pale na very high air of authority, man. Wewe unasikia ni Padre Ngowi? Nikasema yes. Nasikia unawafanya waumini wangu hawaji tena kanisani. Akasema wewe, mimi nimewafanya? Yaani nawasukuma au? Hao wafundisha mambo mengine na wamesema sisi sio, hatuna mamlaka ya kuongoza. Nani nilitoa semina kubwa huko wakati fulani zamani. Ikaleta madhara. Maaskofu 3 wakaja kwa kunishtaki. Akasema twende mahakamani kama unataka. Lakini nimewaeleza ukweli. Nikamuuliza sasa, wewe unafundisha kwa mamlaka gani? Ni askofu mmoja mlokole, walokole wale. Amevaa pete kubwa kama yale wanaobama nundu ya wanasiasa hawa. Kamuuliza wewe unafundisha kwa mamlaka gani? Who gave you the authority to teach? Akasema mimi nafundisha kwa mamlaka ya Mungu. Nimeitwa na Mungu kuwa askofu. Akasema Mungu amekuwa hiyo kweli? Wewe amekuita, una barua ya kuitwa? Mtathibitishaje? Wewe sihitaji kibali cha binadamu. Sema that's the problem. Hapo ni problem. Kwa nini wewe unataka kibali cha sisi tuje kwako? Nimekataa kuja kwako, unaweza kunilazimisha? Wewe kama wewe una kibali, alafu unalazimisha mimi nije kwako? I don't. Nitathibitishaje kama unaeleza ni kweli? Nikamuuliza sasa, wewe hiyo injili unafundisha ndio injili ya Yesu? Hapa nimeshawaambia sio? Nauliza, hii injili unayosoma ni injili ya Yesu? Akaniangalia kwanza, kunja ndita vibaya sana, na wote 3 pale waliza, yes, in my office. Fuja ndita sana. Una maana gani? Kaambia, mimi nashangaa sana. Injili mnayofundisha sio ile ninayojua mimi. Una maana kuna injili nyingine? Kaambia yes. There are so many. Mimi na injili karibu 18. Ni wale walikuwa watu wa umri kiasi hata crazy fellows. Nikamwambia mimi na injili tofauti kabisa. Alafu kwa hiyo nawauliza, nyinyi mnayofundisha injili mnayofundisha ni ile ya Yesu? Hakuwa na jibu. Kaambia kwa sababu mimi na injili nyingine niliyoandika juzi. Nina injili nyingine kabisa. Sasa mimi nitajuaje? Sasa tufundishe ipi sasa? Unaandika injili? Kasema yes. Nikatoa kitabu hiki. Nina kitabu kingine kina cover ya green. Nikatoa, kaambia hii mimi na hii naitwa Textus Receptus. Tena lugha yake nikatoa, nikaambia wewe unaweza kusoma hii? Akacheki, akasema kwa lugha gani? Nikaambia ndio hiyo lugha ambayo Yohane alifundishia. Ndio lugha ambayo Marko aliandika injili yake, Mathayo aliandika injili yake. Ndio injili aliyoandika Luka na Yohane na Mathayo na mwenzake Marko, ni andika lugha hii. Paulo barua zake hizo unazosema zimeandikwa lugha hii, sio Kiswahili. Sasa unathibitishaje kama unanifundisha maneno ya Paulo? Wakaniangalia akasema, "Yana maana gani?" Akasema, "Mimi najua tu kwamba mimi hii nilionayo ni ile injili niliokopi kwa Mathayo. Hizi barua Corinthians inaandikwa Pros Thessalonians, imeandikwa kwa Thessalonike, ndio Paulo ameandika hivi. Na kwa hiyo mimi nimekopi moja kwa moja kwa Paulo. Sasa wewe unakuja kuniambia wa Thessalonike. Kwanza Paulo atakushangaa maana yake nini? Hataelewa." Wakashangaa sana. Sasa kwa hiyo
Kama kwa hiyo kawaambia hizo injili zenu fake bana. Kweli nisema hivyo. Kasema na injili nyingine. Na kila mmoja anaweza kwa sasa hivi mmeshasikia nilituzungumza hivi karibuni kwamba kuna injili zinazunguka sasa hivi zimeondolewa maneno na mambo mengi sana yameondolewa kwa ajili. Kuna moja imeandikwa na wakoloni mwaka 1887 iliandikwa kwa ajili ya watumwa. Wameondoa kila kitu kinachohusu uhuru. Yote imechujwa. Wameandika the gospel for slaves. Na walikuwa wanafundishwa hivyo kule Marekani, kule Latin America. Wazungu hawa msiwaone hivyo wanaangalia tunatetea haki za binadamu. Mmeanza leo. I wish people could know more than what they see on the surface. Wanatetea haki za binadamu na kwenda kuungana nao, furuga kila kitu. Wao walichotutendea hawataki kuzungumza. Wamefundisha kwamba wewe lazima umtii boss. Na wanachukua kama barua kwa Efeso, wanachukua barua kwa Timotheo, wanachukua sehemu ya Paulo, ndio wanasema hii ndio injili ya Bwana. Na tii mtumwa atii na asiulize maswali. Sasa ndio hiyo nikawaambia wale rafiki zangu. Sasa kwa hiyo ndugu zangu, kuna msomaji yule aliandikiwa wa kwanza na sio wewe. Kwa hiyo wewe hebu fikiria, ujiingize kwenye nafasi ya yule mwandikiwa wa kwanza. How would you understand? Ndio maana inatafaa unaposoma, tafuta asili ya maneno na lugha hiyo, asili ya hiyo lugha. If you can. Kama uwezi, basi tafuta kwa ile lugha unaeleweka. Lakini ndio maana tunawatayarisha kwa miaka mingi hao ambao watakuwa viongozi wa kanisa. Miaka mingi wajifunze walau alfabeti kwa rafiki zangu hao. Lakini wale watakao kuwa wataalamu wa kutegemewa kanisa, sisi tunaapizwa kusimamia neno la Mungu. Tukimaliza miaka yote 10 na kitu, kuna kiapo tunafanya. Sio hapa. Miaka mingi sana ya mateso wachatu tunafanya kiapo hicho. So I will never sisi ni wale watunzaji wa neno la Mungu. The transition of the word, the transmission of the word of God. Na kwa hakiki ni sahihi. Kwa sababu kuna wavichaa hao wanaotokea siku hizi, kuna kompyuta, kuna artificial intelligence, wanavuruga sana sasa hivi. So be careful. Be careful. Hayo sisi, hapa hatua ya kwanza ni kujiuliza, huyu Yohane waliandikia watu gani? Kwa hiyo tunahitaji kujua mazingira ya wahusika. Usijitahidi kujua tu mazingira yako. Mazingira ya wahusika walishije? Efeso ilikuwa mji gani? Kulikoko nini pale Efeso? Watu walikuwaje? Walikuwa na matarajio gani? Walikuwa na imani gani? Walikuwa na uwezo gani kisiasa, kiuchumi, kijeshi, kihadhi za watu wale. Kwa hiyo Efeso usichukulie tu Efeso. Wewe unakuja kuzungumzia Efeso, lakini unajua Efeso iko wapi? Kuna Efeso kuna Efeso 2. Sasa unajua hiyo ni Efeso gani? Na watu wa Efeso walikuwa wakoje? Why are they being scolded like that? Kwa nini? Kwa hiyo ni vizuri kwa mtu ambaye anapenda kujua vitu vizuri na anayejiamini, sio hii fake tu. The artificial knowledge of the word of God is not that. Tunaenda na katika waraka ulioandikwa na iliandikwa na Yohane Paulo wa pili na commission ya wataalamu. Walimu wengi wa kwangu niliowafahamu personally wameshafariki wengi.
mwaka 93 waliandika document juu ya kutafsiri Biblia, namna ya kutafsiri Biblia. Na kitu cha kwanza walichosisitiza is the historical content of the word. Yaani tujifunze historia ya Biblia. Tusidharau, nasema hii haihusu mambo ya tunafuata kiroho tu. Kiroho wewe unajua kiroho gani? Hapana. Usichukulie mambo juu tu, alafu mtu anakuyumbisha tu. Nenda kwa kina. Kwa hiyo kanisa linasisitiza the historical interpretation of the word of God. Ni hatua ya kwanza, na nyinyi mnajua ile document, sio? How to interpret the word of God. Hiyo document imetoka mwaka 1993 nikiwa pale chuoni Biblicum Rome, na walikuja kusomea pale kwa sababu robo tatu ya waliohusika ni walimu wangu wa pale Biblicum. Kwa hiyo nakumbuka hii document na ilitangazwa, nazo copy. Sasa katika document wamesisitiza the historical background of the word of God. Lazima. Ukiandika any thesis zenu mnazoandika, usije kwangu unaambia nataka kuandika thesis. Sawa, mimi nakupokea tu, lakini remember that I will follow those steps. Lazima ujue. Kuna mmoja ndugu yenu hapa amekuja, wawili wameshakuja. Sema okay, lakini nenda ukaanze huko. Sasa itachukua niende wapi? Namwambia vitabu hivi. Lazima visome. Usije kunaambia nataka kuandika juu ya Paulo yupi? Kwa hiyo that is the historical context. Alafu uangalie pia the religious context. Yaani watu hao walikuwa na imani gani? Hivi anazungumzia Waefeso walikuwa naamini nini? Paulo alikuwa na kazi kweli? Watu hao walikuwa na historia gani? Walikuwa na uhusiano gani na Warumi? Walikuwa na uhusiano gani na Wayahudi? Walikuwa na uhusiano gani kisiasa? Na Efeso walikuwa na hadhi gani? Hiyo ni muhimu ili kuweza kuelewa huu ujumbe wa Mungu kwao, wa Kristo mfufuka kwao. Kwa hiyo ni muhimu sana the historical context, geographical na kila kitu. Ujue wa Efeso ni watu gani? Yes. Na kanisa hili lilikuwaje? Watu wahusika walikuwa na kitu gani? Walikuwa na kitu gani? Kwa nini waliakti kama walivyofanya? Kwa nini walifanya hayo waliofanya? Unakuta mahali kwa mfano wa Kolosai, wachawi. Sema kwa nini anazungumzia juu ya nyota, domination, denominations na nini? Wao waliamini kwamba nyota ni miungu. Sasa kwa hiyo Paulo anavunja ile imani. Naona anasisitiza the constellations. Anazungumzia Yesu ni mfalme wa ulimwengu mzima, na nyota na jua kila kitu viko chini ya miguu yake. Why? He's crushing everything. Anawaambia hizo mnazosema ni nyota ni miungu yenu, na kwenda wale wanaosoma nyota nasema asubuhi hawezi kuamka bila kujua nyota yake inamelekeza wapi. Ama baadhi yetu pia. Horoscopes. Kuna watu ambao hawezi kwenda hata kanisani eti. Niende kanisani leo au hapana? Alafu anaenda kuangalia kwenye simu. Yes, nikikueleza wewe fungua wewe horoscope utapata tu. Mimi Scorpion, mimi ni sijui ni peshe, samaki, mimi ni, alafu anaangalia leo tarehe ngapi hii? Leo ukitoka tu kitandani, ukiweka miguu chini, usiutoke nje. Kaa kwanza kama nusu saa na misa imeshakwisha kule. These things. Anakuambia usisalimie watu wenye majina haya. Hiyo sasa unaangalia kwa sababu hujui majina ya watu wote, unasema salimie yote. So those are the horoscope. Mimi nakumbuka kuna mmoja pale tulisoma naye,
Hakika yani kila kitu siku ya mtihani sorry, akijua horoscope yake imemwambia kwamba mambo ni mabaya siku ya leo anaugua, anajifanya mimi ni mgonjwa siji kwenye mtihani, maana yake atafeli. He believes. Now there are people, churches, kuna miji ambayo ilikuwa inaishi katika imani za namna hiyo. Utakuta kwamba barua hizi zina address hiyo vitu hivyo. Sasa kama hujafahamu historia yake, unafikiri huyu amejua, kwa Mungu anajua yote. Hapana. Yule anawaandikia watu mahalia na tabia zao, imani zao na uwezo wao na kila kitu, na kuwaelekeza njia halisi. Sasa sisi pia tujitambue wenyewe. Kwa hiyo wasomaji wa kwanza, the first readers must be. Alafu baada ya kuchambua, kujua anayeandikiwa, yule anaandikiwa tabia zake na mambo yake, unaenda kwa anaandikiwa wa pili. Tunawaita ni second reader, mwandikiwa wa pili, yani virtual reader kwa lugha ya kitaalamu. Virtual reader ni mimi. Paulo alipokuwa anaandika, Yohane alipokuwa anaandika, hakuniandikia mimi. Alijua kuna mtu kama mimi atakuja kusoma, ndio tunaita virtual reader. Alijua kuna mtu kama mimi virtual ambaye atakuja kusoma hii habari hii, barua hii kwa Efeso. Kwa hiyo huyo mtu hakumwandikia direct. Ameacha vipengele fulani ili wewe vikuhusu wewe pia. Kwa hiyo ameweka hapo vitu ambavyo vitakufanya wewe uhusike. Kwa hiyo hakulimiti kanisa tu kwa pale mahali pale. Amepanua kanisa. Akatuweka hata sisi ambao ni wasomaji wa pili. Kwa hiyo ujitafute pia kwenye ile somo. Where do I belong? Ni muhimu sana hilo. Sasa watu hawa ambao wameandikiwa msomaji wa kwanza ndio mwenye kasoro hizo zinazotajwa. Pengine hazikuhusu wewe. Sasa msomaji wa pili, una kasoro gani wewe? Katika maisha yako ya Ukristo una kasoro gani? Ndio nafasi yako. Je, Yesu anakuonya kwa lipi wewe? Kama amewaonya hawa, mimi naonywa kwa lipi? Je, ujumbe huu unanihusu nini? Hiyo ndio namna ya kusoma hizi barua zinazoandikwa kwa makanisa 7. Sasa tukirudi mwanzo, sijui mpaka hapa kuna swali lolote? Sio nikaendelea tu kama kinanda. Watu kusikiliza watu, kumbe nazo kuna swali. Kama hakuna swali naendelea. Naeleweka. Au kuna swali? Swali lolote. Tusije limit. Yes. Leo ni sherehe ya Kristo Mfalme. Na tunaona utofauti wa falme za kidunia na Yesu Kristo. Kwa mfano, mfalme Herode ni tofauti kabisa na ufalme wa Yesu Kristo. Sasa hizi falme za kidunia hizi, mtazamo wake unaonekana ni wa kidunia, na mara nyingi wanapenda kutawala kwa nguvu zaidi, tofauti na ufalme wa Yesu Kristo. Hii inakuwaje kwa hizi falme za kidunia? Bila shaka. Mimi ningesema tu kwanza kwa ukweli kwamba dunia sasa hivi ina wafalme wachache sana. Hiyo ni wazi kwamba kuna mfalme pale Uingereza, kuna hapo Spain, kuna hapa Sweden, Scandinavia hapo, kuna Japan, nchi kani tena na wafalme. Brunei huko kifalme cha kisiwa kidogo sana. Wafalme ni wachache. Sasa hivi dunia inaendeshwa na maraisi na mawaziri wakuu. Kwa sababu watu
hawataki tena kutawaliwa na watu wanaojiita wakurithi. Wafalme wanarithi ufalme, na kwa hiyo hakuna demokrasia. Na Yesu na Mungu sio rais wala sio waziri mkuu. Yeye ametangaza kabisa yeye ni mfalme, na sio nyinyi mmemchagua yeye. Ni yeye amewachagua ninyi. Manake picha tulionayo ni kwamba wewe unasema wanatawala kwa mabavu. Hakuna dikteta mkubwa kama Mungu. I'm sorry, lakini Yesu unaelewa ninachosema. Hakuna aliyemchagua Mungu. He is there whether you like it or not. Ukatae usikatae utakutana naye tu. Hatujui ametoka wapi. Ndizo ngumu sana. Pengine bwana hata ukibahatika bwana ukutana naye, muulize bwana umetoka wapi. Kama hata ni ngumu sana. He is there. Na anajiita mfalme, not president or a prime minister or whoever. And it is not you, sio wewe umemchagua. Na hakuna. Huwezi kusema mimi ni kuweka mfalme. No. He is by nature. Kwa nature kwa Kiswahili tena. Kwa asili. Asante. Kwa asili ni mfalme. Na kwa hiyo amri zote zinatoka kwake na unapaswa kuzitii. You have no freedom to do otherwise. Hakuna msema sisi amri ya tutaki, kata hii tuipigie kura. Hakuna piga kura. Amri 10 za Mungu ni absolute. Sio tunaita apodeictic, absolute. Sio kama zile casuistic zina mazingira ya kukwepa. No, you can't. They are absolute commandments. Na ni command, maana yake amri. Na yule ambaye hataki kumtii, you have no freedom not to obey. Because he is a king. He is the one who promulgated the law. Ndiye aliweka sheria na kuitangaza na kuidhinisha. Hakuna mshauri. He has no mshauri. Sio tunaambiwa hana mshauri. Wewe mimi nilimwadvise hivi. No. Kwa hiyo Mungu ni mfalme absolute. Tunaita ni absolute king. Nimejifunza katika aina mbalimbali za wafalme zamani kwa form 6. Nimejifunza aina mbalimbali za wafalme. Moja wapo ni absolute king, kama mfalme au wale maempara walikuwa ni absolute. Hakuna mtu juu yake na hakuna anaweza kumshauri. Wakina Napoleon ni absolute. Kwa hiyo hao walikuwa na siku anasema sitaki kumuona tena huyu, nenda kata kichwa, kama Herode au nasema. Lakini sasa Mungu wetu ana kitu kingine ambacho sisi binadamu hatuna. Huyu Mungu wetu anajua kila kitu. Sio hawa wa kwetu wanadanganywa na fitina na nini. Anaambiwa ngowi ameenda kusema pale, akasema wewe ufai kabisa, una nguvu. Anaamka huko na hasira, mimi ngowi yuko wapi? Mkamateni, leteni hapa, chinja. Hapana, yeye hahitaji ushauri. He knows everything by himself. Na kwa hiyo he is omnipotent, he is omniscient. Yani omniscient manake anajua kila kitu. Omnipotent manake ana nguvu zote. Ana sifa zote. Omniagois manake ana utakatifu wote, pure. He is all wisdom, knowledge yote, all knowing, ineffable. Yani ana nguvu zote, uwezo wote na kila kitu. Kwa hiyo hakuna ambacho hawezi kufanya perfect. Anakifanya perfect. Kila kitu anachofanya ni kikamilifu. Hana kasoro. Haiwezekani. Hana kasoro. Kwa hiyo akifanya kitu, akiamua kitu, akitenda kitu,
akiagiza kitu ni kikamilifu, kina haki zote, wema wote, upendo wote, everything. Kwa hiyo yote anayofanya ni upendo, ni haki, ni huruma. Kila kitu kipo ndani. Haki na huruma vinakutana kwake. Upendo na chuki, ubaya ni hasira. Mungu ana hasira kali. He is both. Ile hasira ambayo inawasha na kuchoma na kuunguza kila kitu anayo. Katika kutenda haki anaadhibu na anatuza. Ndio siri ya Mungu, fumbo la Mungu. Kwa hiyo yeye huwezi kumlinganisha na wafalme wetu ambao tuna ubinafsi. Mfalme mkamilifu, mwenye huruma, mwenye kujua kila kitu kinachokuhusu. Hakuna hata ukifanya nini anajua. Na hawezi kuambiwa kitu, haambiwi kitu. Hawezi kuja mtu chokochoko asema kama shetani pale alimuendea anapita pale, jamani mnafanya mkutano leo. Anaangalia kwa nyuma namna hii. Siku ile kule akasema Mungu alijua anataka kufanya ni fundisho kubwa. Amwambia, umetoka wapi wewe shetani? Sasa nimetoka duniani kutembea huko nione na watu wako. Amwambia, umemuona Ayubu? Ayubu. Rafiki yangu Ayubu. Ayubu yule asingekuwa kama alivyo, kama umtunzi na kumlinda unampa kila kitu. Akasema so you think ni kwa sababu ya kupata neema na zile zawadi nazompa ndio sababu ananiheshimu na kuniabudu? Akasema yes, of course. Wewe tu ni ruhusu nikachukue vitu viwili pale uone jinsi atakavyokulaani. Na Mungu alitaka ufanye hivyo kwa sababu alitaka Ayubu atumike kama chombo cha sifa kwake. Hiyo ni kitabu kimetungwa, ni comedy ile. Sasa ndugu zangu, ni hivi, mfalme wetu ni tofauti kabisa. Ni mfalme ambaye ni kipimo cha uongozi. Maraisi, waziri wakuu, sio whatever who has the power, authority, has to derive from him. Ikitoka kwake mambo yatakwenda sawa. Manake ikitoka kwake, manake tujifunze kwake kuwa na huruma, kujua vitu, kuwa na haki, kuwa na haki tendeke, huruma iwepo kwa wale walio dhaifu, wajue na uwasaidie. Kwa hiyo Mungu wetu ambaye ni mkuu na ni mfalme, sio ufalme wa dunia hii ambao unategemea nguvu. Kwa sababu si unaogopa, unatafuta tumbo, unajihami. Mungu hahitaji kuhami. Nimesema ni omnipotent, ana nguvu zote. Hahitaji majeshi. Ni whip tu, anasema usiwepo na unapotea. Kwa hiyo yeye hahitaji majeshi, hahitaji walinzi, hahitaji hai ya kibinadamu. Sasa wanadamu wanaanzisha vita, wanapigana, wanauana, wanafanya haya mambo mabaya, wanaonea watu, hayako kwa Mungu. Yes, karibu.